Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Karibuni wapenzi watazamaji ndani ya kipindi chetu Rasailun min al-Quran. Ujumbe wa leo kutoka ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, ya Zakaria inna nubashiruka. Allah anamuita Zakaria alayhi salam, anamwambia ewe Zakaria, ya hakika siye tunakubashiria. Yani Allah yuampa habari iliyokuwa njema. Habari hii inakuja kwa sababu gani? Zakaria ambaye tayari muda umekuwa mrefu sana, miaka imekwenda imerudi, tayari uti wake wa mgongo sasa hauwezi kutahammal tena kuvumilia na kuweza kubebelea yale ambayo aliyoweza kuyabebelea. Washta'ala ra'sahu shayba, kichwa chake kimejaa rangi nyeupe, kwa maana kwamba mvi ndizo ambazo zimeweza kutawala kichwa chake. Na mke wake hivyo hivyo ni kikongwe muda mrefu, au kwa lugha nyingine ni tasa, hawezi akabeba tena ujauzito. Lakini Zakaria shauku yake kubwa ilikuwa ni kuweza kumpata mtoto. Lakini licha ya hivyo na haya yote ambayo yanaweza kumkatisha tamaa na kuweza kumuonesha kwamba anachokitarajia hawezi akakipata, alitambua na kuelewa ya kwamba sababu, mtu anaweza akafanya sababu, lakini hizi sababu anayehukumia kwazo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alichokitekeleza ni kipi? Farafa'a yadayhi wa da'a, akainua mikono yake na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, fahabili min ladunka waliya, Mola wangu nami nipe, nizawadie kutoka kwako waliya, kipenzi, mtoto ambaye nitakayekuwa naye, nitafurahia, nitaburudika pamoja naye. Ipi lilitokea? Fajaatuhu istijaba. Hivyo ndivyo majibu yalipomjia na yeye kubashiriwa na Allah, akiambiwa ya Zakaria inna nubashiruka bighulam. Zakaria, pata bishara iliyokuwa njema kwa mtoto Allah atakayekuruzuku kwayo. Funzo lilokuwa muhimu sana ni kwamba, ndugu yangu, uliyefanya sababu tofauti katika mambo, lakini ukawa haujafikia ile hatua ya kuweza kupata kile ambacho unatarajia. Labda ni mtoto, hadi leo haujaruzukiwa kuweza kupata mtoto. Labda ni mume, hadi leo haujaweza kupata mume wa kuja na wewe kukuoa. Labda ni mke ambaye unayetarajia, umefanya sababu lakini hawezi kupata. Haya yote na mengineyo mfano katika maisha. Sikiliza darasa hili. Man allaqa qalbahu bil asbab, atakayeambatanisha moyo wake kunako sababu, tarakahu Allahu ilaiha, Allah atamwacha juu ya hizo sababu, atamwacha kwenye hizo sababu. Akaona kwa mimi nikifanya hivi nitafanikisha hili, Allah atamwacha kunako hilo. Wa man allaqa qalbahu billah, na atakayeambatanisha mola wake pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, hayya lahu al-asbab, Allah hizi sababu atazifanya kuwa wepesi na atamrahisishia kwazo, na atafikia kwenye lile atakalo likuwa analitarajia. Kwa hiyo ni mawili, kutegemea sababu au kumtegemea Allah. Ukitegemea sababu, Allah atakuacha na hayo, na ukimtegemea Allah atarahisisha zile sababu na utafikia kunako yale unayoyatarajia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.